Mwongozo wa kujifunza Biblia Agosti 5, siku ya Jumatano. Mada inasema karama ya kunena kwa lugha. Vipi kuhusu karama ya kunena kwa lugha? Sambamba na udhihirisho wa karama mahali pengine katika Biblia, Marko 16:17, Matendo sura ya pili ya kwanza hadi ya 13, Matendo 10 aya 44 hadi 48, Matendo 19 aya 6. Kuna uwezekano mkubwa wa karama ya kunena kwa lugha katika Wakorintho wa kwanza ni uwezo unaotolewa na Roho wa kunena kwa lugha za kigeni. Paulo anataja karama ya kunena kwa lugha katika orodha ya karama katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 8 hadi ya 10. Tazama pia Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 28, aya 30 na Wakorintho wa kwanza sura ya 13 aya ya kwanza na ya 8. Hata hivyo anairejelea tena na tena katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Kwa hakika neno la Kiyunani glosa, yaani ulimi, linaonekana zaidi ya mara 20 katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 hadi 14, likitokea mara 15 katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 pekee. Kando ya haya, neno la Kiyunani heteroglossoa, lugha nyingine, pia linatokea katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 ya 21. Idadi hii kubwa ya kurejelewa kwa karama ya kunena kwa lugha inapendekeza kwamba jambo hili ni muhimu sana kwa Paulo. Kutumia vibaya karama hii na kanisa la Korintho kulisababisha vurugu na machafuko katika ibada ya hadhara. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 ya 23, aya 27, aya 33 na aya ya 40. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya 14 aya 5, aya 13, aya 26 na 27, na Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 10 na aya ya 30. Paulo alitoa maagizo gani hasa kuhusu karama ya kunena kwa lugha? Sababu ya karama ya kunena kwa lugha lazima iendane na ile ya kuzitafsiri ni kwamba lugha ni lazima ieleweke. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 aya 9. Vinginevyo hakuna faida ya kutumia karama hii. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 aya 6. Hili linaeleza kwa nini Paulo anasisitiza sana juu ya fasiri na ufahamu. Kwa wazi, hakosoi karama ya kunena kwa lugha yenyewe, lakini kama tutakavyoona kesho, umashuhuri mkubwa mno ambao Wakorintho waliipatia uliosababisha kupuuzwa kwa karama ya unabii. Katika hatua hii ni muhimu kutambua kwamba ingawa Paulo alitamani kwamba Wakorintho wote waweze kuzungumza lugha ya kigeni katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 aya 5, hakutarajia hilo litokee. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 10. Kwa hiyo, wazo kwamba wote lazima wanene kwa lugha kabla ya kudai ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kupotosha mafundisho ya Paulo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na 14. Je, kuna watu katika kanisa lako wanaozungumza lugha zingine? Wanawezaje kutumia uwezo huu kuwafikia watu wengine kwa ajili ya Kristo? Ukweli huu unawezaje kutusaidia kuelewa asili ya kweli ya lugha Paulo anayozungumzia? Hii ni Agosti 5, siku ya Jumatano, karama ya kunena kwa lugha. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.